Ilikuwa siku ya Jumapili. Binti mrembo aliyekuwa akiitwa Nina alikuwa anajiandaa kwenda bafuni kuoga. Ni dada wa kazi wa kijana Morris na mke wake Eliza. Siku hiyo Morris alikuwa peke yake nyumbani, huku mke wake Eliza akiwa amesafiri kikazi. Nina alivaa taulo iliyofika magotini, huku akiifunga katika kifua chake kilichojaa vizuri. Kisha akaingia bafuni. Huku nyuma Morris alikuwa anajiandaa kwenda matembezi kidogo, lakini wakati anatoka akahisi amepatwa kama na haja ndogo hivi. Hivyo akaona ni vema akamaliza haja yake katika vyoo vya nje. Kwa haraka akafungua mlango wa bafu ambalo ndani yake alikuwepo binti wa kazi ambaye alikuwa akiitwa Nina. Bosi hakuamini kuona umbo zuri la binti Nina. Akajikuta ameduaa na asijue nini cha kufanya. Nina anakuja kustuka, bosi wake anamwangalia. Ikabidi avae taulo haraka, lakini alikuwa tayari ameshachelewa, maana bosi aliona mwili wake wote. Bosi alitoka pale taratibu na kurudi chumbani kwake. Alikuwa ni mwenye majuto kwa kosa alilofanya, huku moyoni akiwa na furaha ya kuona mwili wa Nina. Baadaye akamuita na kumwomba msamaha. Nina akapata aibu nzito na kuanza kujenga hofu kwa bosi. Siku mbili baadaye mke wa Morris alirudi na hakuona mabadiliko lolote kati ya Nina na mume wake Morris. Eliza ni mama mkali sana. Amekuwa akimtesa na kumnyanyasa sana dada wa kazi. Na hata anapokuwa nyumbani huwa anamwacha dada wa kazi afanye kila kitu. Na asipoenda vile anavyohitaji huwa anampiga sana. Siku moja Eliza alikuwa anatazama TV. Akamuita Nina amtengee chakula mume wake. Nina akafanya hivyo, huku Morris akimtazama kwa matamanio. Maana toka siku ile alipouona mwili wake hisia zilijaa kwake. Nina alimheshimu sana Morris na kuwa mnyenyekevu kwake, tofauti na mke wake Eliza. Baada ya chakula, Eliza alitoa nguo za ndani za mume wake pamoja na zake, kisha akamwambia dada wa kazi akazifue. Morris aliweza kuona tukio lile na kuanza kumsemesha mke wake. Eliza akuonyesha kujuta na akatoa lugha chafu kwamba hawezi kumlipa mtu mshahara mrefu kiasi kile alafu amchagulie kazi ya kufanya. Kitendo hiki kilimkera sana mume wake. Hivyo akaamua kumkataza Nina asifanye kazi ile. Mke wake Eliza alishikwa na wivu na hasira nzito juu ya maamuzi ya mume wake. Baadaye Morris alipotoka nyumbani, Eliza akamwambia Nina, leo itakuwa mwisho wa malingo yako. Nina akawa anashangaa huku akimwomba msamaha Eliza. Kwa ajabu kabisa, Eliza akaenda kuchukua mafuta yaliyokuwa yanachemka jikoni. Akaja kumwagia Nina. Nina akapiga kelele za maumivu makali, huku asipatikane mtu wa kumsaidia. Robo saa baadaye Morris akarudi nyumbani. Akashangaa kuona tukio lile. Nina alikuwa analia bila kupata msaada wowote. Morris alisikitika sana na akambeba Nina haraka haraka, kisha akamwaisha hospitali. Bahati njema aliweza pata huduma na sehemu alizoungua alipata dawa ya kuweka. Baada ya tukio hili, Morris akaona Eliza hafai tena kuwa mke na kuwa mama wa watoto wake. Alichokifanya akamfukuza kwa kumpa talaka, na hivyo wakaachana rasmi. Nina aliweza kupona na zile sehemu alizoungua zilianza kurudi katika usawa wa ngozi ya sehemu nyingine za mwili wake, japo ziliacha makovu mengi sana. Morris akapeleka barua ya posa kwa wazazi wa Nina. Barua ikajibiwa na hivyo
Morris akapewa kibali cha kumuoa Nina nawe mke wa maisha yake. Wow. Ndoa ilipita na hivyo Nina, dada wa kazi, akawa mke rasmi wa kijana wetu Morris. Huku Eliza akibaki na majuto ya kumpoteza mume wake kwa roho yake mbaya. Wow. Funzo: jitahidi kuwa mwema kwa kila mmoja unayekutana naye au kuishi naye. Malipo ya ubaya ni fedheha na aibu. Natumai utakuwa umejifunza mengi kupitia hii hadithi fupi. Nami msimuliaji wako naitwa AJ kutoka Simulizi za Kimbunga.